Nichukue fursa hii kushukuru sana Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kuniamini katika wizara hii. Ni miongozo na maelekezo yake ambayo anaendelea kutupatia katika kuhakikisha tunatafsiri kwa vitendo maono yake, hasa katika masuala mazima yanayohusu vijana, swala la ajira, lakini swala zima la uwezeshaji na mengineyo. Mkurugenzi, kwa muktadha wa kipindi hichi nichukue nafasi hii kupongeza wewe binafsi kwa sababu ya maudhui ya kipindi chenyewe. Nalenga kuwapa habari wananchi juu ya yale mafanikio ambayo yamepatikana katika wizara hizi ambazo tunasimamia ndani ya kipindi cha siku 100 za Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa kwanza basi nianze tu kwa kuelezeni kwa ufupi kuhusiana na wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, muundo na usimamizi naongozwa na mimi Waziri Shabani Al-Othman, lakini tunaye naibu waziri na katibu mkuu na naibu katibu mkuu kwenye ngazi ya utendaji. Kwenye ngazi ya utekelezaji tunao wakurugenzi, na kimsingi tunazo idara 5. Tunayo idara ya utumishi na uendeshaji, idara ya mipango sera na utafiti, tunayo idara ya ajira kwenye wizara hii, idara ya maendeleo ya vijana, lakini tunayo idara pia ya maendeleo ya vyama vya ushirika. Tunazo pia ndani yake taasisi 2 ambazo zinajitegemea. Tuna wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ZEA, lakini pia tunalo na baraza la vijana la Zanzibar. So structurally ya wizara iko hivyo, na tunaendelea kutekeleza majukumu ya kila siku kama ilivyo azma na dhamira ya Mheshimiwa Rais kuanzisha wizara hii ya kimkakati kabisa, wizara ambayo inagusa moja kwa moja maslahi ya vijana. Sijawaambia, lakini mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais ameongeza wizara 2, moja ni wizara hii, na imekamilisha idadi ya wizara 20 katika serikali yake katika kipindi hichi cha pili cha awamu ya 8. Kwa hiyo katika kuelezea mafanikio moja kwa moja nitakuwa niko kwa kifupi zaidi, na nitakwenda kugusa maeneo 3 muhimu. Eneo la kwanza ni mjengeko wa wizara pamoja na nyenzo ambazo zinapelekea ufanisi na utendaji kazi wa kila siku, kama nilivyokueleza muundo wa wizara. Lakini ndani yake sasa, ili kuhakikisha tunaendelea kufanya hizi kazi vizuri, sehemu moja ya mafanikio ni bali tu na kwamba wizara hii imetangazwa katika ile hati ya kisheria, lakini moja ya mafanikio sasa tunayo wizara yenyewe ambayo inagusika na inaonekana anwani. Nafikiri watu wote wizara mnaifahamu ilipo. Lakini pia tumefanikiwa pia kuwa na watumishi waliokamilika katika wizara. Ili kazi zetu ziende, tayari tunao watumishi takriban 100 ambao wanatekeleza majukumu yao ya kila siku. Hili kwetu sisi tunahesabu ni sehemu ya mafanikio makubwa sana, kwa sababu ili kazi ziweze kutekelezeka kwa ufanisi na matarajio yaweze kufikia, basi watenda kazi ni jambo muhimu sana. Nyingine pia, katika kipindi cha siku 100 za uongozi wa Rais Mwinyi, wizara pia imekamilisha upande mwingine wa vitendea kazi ukiacha watenda kazi. Kwa ni jambo la fahari kwetu kwamba karibu 100% tumekamilisha ndani ya siku 100 za utawala wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sasa pamoja na hayo pia tunao mafanikio ya kuboresha namna ya utendaji kwa kuwa na nyenzo sasa za wizara, kama swala la sheria. Kama mnavyojua, hii ni wizara mpya. Kwa hiyo wakati tunakwenda sasa kutafsiri hizi kazi kwenye utendaji, lazima tuwe na instrument ambazo zinatupa uhalali sasa wa kutekeleza majukumu. Kwa niwape tu taarifa, ndani ya siku 100 za uongozi wa Rais Mwinyi, Wizara ya Vijana, Ajira, tunafanya mapitio, tunaandika upya sheria ya ukuzaji ajira Zanzibar. Nakumbuka idara ya ajira ilikuwa mwanzoni ipo katika wizara ile ya kazi.
Sasa kuja kwake huku maana yake lazima itekeleze majukumu yake kisheria. Kwa hiyo na swala la ajira ni swala kubwa. Sasa hivi nikwambieni tunaandika sheria ya ajira, ya ukuzaji ajira.